Kibwagizo cha leo kinamhusu mchezaji mmoja kutoka Congo DR hapo ambaye anakipiga nchini England, anaitwa Yohan Wissa. Yohan Wissa ni miongoni mwa wachezaji ambao tuliwaona hata walipokuja kwenye AFCON hapa mwaka jana, walikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri. Sasa huyu bwana mwaka 2021 ndo anaturejesha wakati anacheza klabu moja inaitwa Lorient ya nchini Ufaransa. Wakati uko kule bwana mwezi Julai mwezi wa 7 mwaka 2021, Yohan Wissa aligongewa mlango nyumbani kwake na mwanadada mmoja mwenye umri ambao unakadiriwa kufika miaka 32. Huyo mwaka gani? Mwaka 2021. Yohan Wissa alipomfungulia yule mama bwana, kilio chake kilikuwa mwanae anataka kusainiwa autograph. Unajua wachezaji kwenye mataifa yanayoendelea huwa wanapewa vitabu au jezi wanamsainia mtu. Sasa yule mwanamama akamlalamikia Yohan Wissa, akalia pale amsainie mtoto wake kwa ajili ya mtoto wake. Yohan Wissa akufanya ajizi, akubania, akachukua kwenda akafungua mlango akasaini. Jioni yule mama akaja akagonga tena mlango. Yohan Wissa anafungua mlango tu akamwagiwa tindikali usoni. Oh my goodness. Yohan Wissa bwana alilia sana na mke wake alikuwa yuko ndani. Yohan Wissa mke wake akapiga simu kwa watu wa dharura ambao wanatoa huduma ya kwanza. Kabidi bwana Yohan Wissa akaambiwa aoshe kwanza uso wake kwa maji safi. Wakati wanafanya hizo process, Yohan Wissa alihitajika kufanya surgery ya haraka kwa sababu ile ni tindikali. Kwa akawaishwa hospitali Yohan Wissa, na uweze amini kinachoumiza zaidi ni hicho kipindi Yohan Wissa anatakiwa akajiunge na klabu ya Brentford ambayo anaichezea kwa sasa. Done deal tayari. Kwa jamaa bado kumove tu kuondoka kwa sababu ndio ilikuwa kipindi cha kwenda pre-season. Kwa mshikaji akabidi apeleke hospitali. Alipoenda hospitali ilimchukua miezi 6 huyo mchezaji kwa ajili ya kupitia matibabu, na aliambiwa na daktari kila siku lazima atumie dawa ya kudondosha vitone vile vya dawa kwenye macho. Lakini ilimchukua miezi 6 mpaka yeye kuja kuona vizuri. Kwa alipata hasara moja, alibidi achelewe pre-season ya Brentford, na wakati amemkuta kocha Thomas Frank akamwambia mimi tayari na first 11 yangu. Imagine wewe ni mchezaji mpya unakuja kwenye kikosi alafu kocha anakuambia mimi nishapata first 11 yangu. Mbaya zaidi anakuambia Yohan Wissa bwana, watoto wake wanamuuliza baba hiyo ni nini? Yale mabaka ya asidi ya tindikali. Yohan Wissa akasema mimi nimeshindwa kuwajibu watoto wangu kwa sababu naona kwa umri wao si vyema kuwaambia sasa hivi kilichomtokea. Lakini bwana yule mwanadada alikamatwa kwa sababu siku zilizofuatia yule dada alienda kuiba mtoto pale jirani na kwa Yohan Wissa. Kwani ilikuwaje? Yule dada alikuwa na shida ya akili au? Yule dada inaelezwa kwamba alidanganya ni mjamzito huko kwao. Kwa hiyo pale alikuja mtaani kwa kina Wissa kuiba mtoto ili aseme amejifungua yeye katoto kadogo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimenisikitisha mimi ni Yohan Wissa wa sasa ambaye ndio star kwenye timu ya Brentford, anayekipia kwenye timu ya taifa ya Congo DR huko Afrika. Alipitia mkasa mzito kabla ya kujiunga na timu ya Brentford. Akiwa ameshamalizana nao anasubiri kujiunga ndo anapata hilo tukio la kumwagiwa tindikali usoni na huyo mwanadada ambaye alikamatwa na akafikishwa kizimbani.